mtu anaanza kuuliza swali, kabla Mungu hajaumba mbingu na nchi ambayo tunaiona, ambazo tunaziona kwenye ulimwengu wa mwili, alikuwa anaishi wapi? Kwa hiyo Mungu tukiangalia alikuwa anaishi, kwa sababu hata zile Mungu ambazo katika ulimwengu wa roho, mtu ambaye anasema mimi nimeenda, na zenyewe bado si uhalisia, na zenyewe ni mfano bado wa zile mbingu halisi ambazo Mungu alitoka, au tuseme ile nchi ambayo Mungu alitoka. Na hizi mbingu na zenyewe ambazo Mungu aliziumba ni mfano wa zile mbingu za kuu ambazo Mungu alitoka. Kwa hiyo Mungu alitoka kwenye nchi ambayo ni ya utakatifu, ambayo imetawaliwa na upendo, hakuna ubinafsi, na kuna uhuru, kuna independence. Kwa hiyo inatawaliwa na upendo, maana yake na sheria. Upendo nishawafundisha maana ya upendo. Mungu aliposema upende Mungu kwa zako zote na kwa nguvu zako zote na kwa mali zako zote, na upende mtu kama unavyopenda nafsi yako wewe, ndiye Torati na manabii. Zile amri 10 zimo mle ndani. Amri ya kwanza mpaka ya 5 ndio iko na yenyewe ipo mle kwenye kumpenda Mungu, na ile ambayo zile amri ya 6 mpaka ya 10 yenyewe iko mle ndani. Anasema hizi ndio zote manabii, amri ya 5 mpaka ya 10. Kwa hiyo upendo ni sheria. Kwa hiyo Mungu yuko kwenye sheria ya utakatifu, yuko kwenye nchi ya utakatifu, ambapo zile nafsi zote, zile ofisi zote zile za Mungu, ambaye ndiye Mungu mmoja ambaye alikuwepo, nishafundisha kitu zilizopita, ni sina sauti moja, tuseme ni kama kabila moja ambao ina lugha moja, kabila moja ambao ina lugha moja, maana wana usemi mmoja. Ukisikia Wahaya, maana ni kabila moja, wana usemi mmoja, ndio unatambua kwa usemi wao. Kwa hiyo ni wamoja, hawezi kupingana na mwingine, na ni utakatifu, na wote wanaongozwa kwa sheria ya upendo, na wote wanaongozwa kwa sheria ya utakatifu. Bwana Yesu akiwa physical appearance, Mungu Baba akiwa nafsi, na Roho Mtakatifu akiwa roho, na wote, na Yesu akifanya kazi anaangalia zile nafsi zake zile mbili. Mungu Baba akifanya kazi anaangalia nafsi zake zile, na anaangalia physical appearance yake ambaye ni Bwana Yesu, na Roho Mtakatifu ambaye ni roho yake, na mwana Bwana Yesu ambaye ni physical appearance yake, ndio image yake, ambayo ndio taswira yake anaiangalia. Na Roho Mtakatifu vile vile anamwangalia Bwana Yesu ambaye ndio physical appearance yao, na ni roho yake na nafsi yake ambaye ni Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu, na pia anamwangalia na Mungu Roho Mtakatifu ambaye ni nafsi yake na roho yake. Kama roho yake inafanya kazi ndani ya mwili, na mwili ukipokea vitu kutoka kwenye roho, kutoka kwenye nini, kupitia nafsi, kutoka wapi? Roho. Amina. Asante. Bwana Yesu awabariki. Amina. Tuendelee na masomo yetu. Tunaendelea na Mwanzo sura ya 1 mstari wa 5. Tutajifunza siri za ufalme wa Mungu zilizojificha kwenye kitabu chake. Amina. Lengo lako hapa kuurithi uzima